Sina haja ya kufungua kesi na sitaki kitu chochote kile kuhusiana na huyu ama kuhusiana na huyu mtu. Please, just leave me alone. Baba Sakina. Yaani Sakina hajulikani halipo. Na isitoshe hata kwenye simu yake hapatikani. Na huyu ndo aliondoka naye. Na Daniel ndio amezaa mtoto? Yes. Daniel mume wangu ndo baba mtoto wa mimba ya Monji. Yeye alipotoka hapa aliaga Kisakina kwenda wapi? Tumeachana vizuri, alikuwa anaenda Kisakina. Please, niko nahitaji unipe location ya Mr. Kambona. What? Samani. Nina ombi la kunikutanisha na kulitokea masuala ya ugomvi kidogo. Alivyoondoka ndo anaondoka moja kwa moja na hapatikani kwenye simu. Kwa samani mheshimiwa, ombi langu ni hilo kwamba naomba unikutanishe naye, tukae tuongee, tuyamalize. Umemaliza? Ndio. Unajua wewe bwana mdogo, usinifanye mimi sina akili. Mimi najua kila kitu kilichotokea baina yenu. Sasa unapokuja ukataka kunilaghai kutengeneza maneno ni sawa sawa na kunifanya mimi sina akili. Kabla sijakwenda mbali, nataka kwanza nikuulize kitu kimoja. Nafikiri leo sio mara ya kwanza wewe kufika hapa. Ndio. Ulipokuja kwa mara ya kwanza, alikuleta nani hapa? Lulu alinileta. Alikuleta Lulu binti yangu. Ndio. Sasa leo umepata wapi ujasiri wa wewe kuja katika nyumba yangu bila kuletwa na Lulu? Ni kwa sababu nimegombana naye. Kwa hiyo nyamaza. Unajua unanikosea sana. Unanikosea sana. Samahani. Sitaki samahani yako. Kwanza ulikuwa unaishi na binti yangu bila kufuata taratibu yote. Lakini mimi nilikubali kwa sababu tu nampenda binti yangu na sio vinginevyo. Alafu wewe kwa upumbavu wako unakwenda kumkera. Unakwenda kumkwaza. Nashangaa unakuja tena kunituma mimi nikutongozee, si ndio? Hapana. Yaani mimi tena nimtongoze binti yangu arudi kwako, si ndio? Hapana. Ni katika hali ya kusuluhisha tu mzee. Ni hivyo. Toka. Toka! Naomba mzee. Uwezi kutoka kwa utaratibu. Sikiliza. Nyamaza kimya. Nakupa nafasi ya mwisho ya kusali. Sawa? Na unatakiwa usali kimya kimya. Ole wako kupiga kelele. Wewe baba mbona romba hivyo lakini? Mimi na romba? Binti, mimi na romba? Uni unyama unanifanyia. Hivi. Huone uzuri wa hili jeneza?
Hujui makosa yako. Chezea watu wengine, sio Kambona. Unafahamu nimetumia shilingi ngapi mimi kununua jeneza? Nikwambia kelele. Muda huu ni vyema ukatubu dhambi zako kuliko kupiga makelele kama unaofanya. Hivi hujui hata kusema baba yetu uliye mbinguni wala jina lako litukuzwe sio na nini? Hujui? Sikiliza. Katika watu wana roho mbaya katika ulimwengu huu, mimi naweza nikaa naongoza. Ukiondoa Adolf Hitler, nafuata mimi. Pango alikuwa tatizo gani? Mkongo alikuwa siku za baba. Tukaongea na Sakina. Sakina tusaidie kupata mtoto. Basi baba, Sakina sijamficha baba, sijui. Mbona maana ulikuwa unataka kumchezea tu? Hapana. Hapana. Yalikuwa nimekubalia mtu nimempa na hela. Tumemlipa kabisa baba. Tani bure. Sina makosa yote. Kumbe ulikuwa unamtoka binti yangu kwa ajili ya kumchezea? Binti yangu ulipeleka wapi? Baba, mimi sijui baba. Mimi binti yangu umempeleka wapi? Wakati wewe jana ulikuwa naye. Nieleze binti yangu yuko wapi? Baba, utaniua bure. Utaniua bure baba, mimi sijui. Baba, nisamehe baba, nirudi nyumbani. Sasa Lulu, mimi shida yangu unipe muda hata kidogo tupate kuonana tuongee. Kunipokelea simu, yani kila kitu kinaenda sivyo ndivyo. Kwa nini? Haya, nimeenda kwa mzee nyumbani. Yani mzee kaonyesha ukavu kuliko kawaida. Kwa nini unamlisha sumu mzee kiasi kile? Halo? Sasa unaongea na wewe umekaa kimya Lulu. Mambo gani unafanya? Mbona uko na mambo ya Kiswahili afu nilikuwa na kuamini mjanja? Sasa ni hivi, ilibidi tuonane, tuongee. Hebu fanya kitu, naomba please. Kwanza usio unanikatia simu, alafu pili usio unaacha kunipokelea simu. Tuongee na tukubaliane tuonane lini basi. Mimi hapa ndo nimetoka nyumbani kwenu na mzee kanitoa. Yaani mzee wako da. Basi tu sipendi kuongea sana, lakini ninachokuomba please. Naomba nipate kuonana na wewe tuongee. Nakuomba baby, nakuomba. Utanipigia? Kweli? Haya, poa. Asante. Binti yangu yuko wapi? Baba, mimi sijui.
Abduli mimi ameniambia wewe ulikuwa naye jana. Niambie binti yangu kwa wapi? Kama ulikuwa unitambui, mimi ni mwanajeshi mstaafu, vinginevyo nitakuua. Nishaua kenge kama nyinyi zaidi ya 100. Kwa hiyo nitakupoteza sasa hivi. Niambie binti yangu yuko wapi? Binti yangu yuko wapi? Hebu nieleze binti yangu yuko wapi? Baba. Nieleze binti yangu yuko wapi? Nitakuua. Nitakuacha hapa utaliwa na wanyama wakali. Umesikia? Baba usiniache. Unataka kusema? Sema. Unakuniambia nini? Baba, usiniache hapo. Naomba unifungue niondoke. Sema binti yangu yuko wapi au unanipotezea muda? Baba sijui. Sasa nakwambia. No. She's dead. She's dead. Daniel, no! Where is Daniel? Kwenda tutoe. Where is Daniel?
Hello? Yes, naongea na Sala. Sawa, sasa Dr. Dorcas hapa. Nilikuwa naomba ndio hospitali hapa sasa hivi. Mgonjwa wenu hayuko vizuri. Hapana, hajazidiwa, lakini yani nilikuwa na uwepo wenu utakuwa ni vizuri sana kwake. Sawa. Okay, fine. Uliza tu Dr. Dorcas. Mtoto wangu. Mtoto wangu yuko wapi? Mtoto anachukuliwa na wazazi wake. Mimi ndo mzazi wake mimi. Mimi ndo nimembeba miezi 9 na mtaka mtoto wangu. Nimebeba ndo umemchukua. Naomba mtoto wangu. Hebu sikiliza binti. Sikiliza Sakina. Hili jambo mlifanya makubaliano, sio? Na siku zote unajua kwamba huyo mtoto umembeba ni kwa makubaliano ambao mliyafanya na mikataba ipo. Naomba usisahau. Hawezi mtu akachukua mtoto wako bila makubaliano yoyote na mikataba yote ambayo umesaini ninayo hapa. Wazazi wake wamemchukua mtoto. Wazazi wake gani? Mimi ndo mzazi wake, mimi hapa naangalia. Mimi ndo nimebeba mtoto wangu miezi 9. Nimepitia vitu vingi sana mimi. Mnachukulia mtoto wangu kama mjamba. Mtoto wangu hata sijamuona. Wewe ndio mwenye makosa. Ungekuwa unaishi vizuri na wale watu isingekuwa hivyo. Usingemchukua mtoto wako bila taarifa ya wewe kukubaliana. Lakini mambo ulikuwa unayafanya ndio yamesababisha haya yote. Hujui kitu. Hujui chochote wewe. Ninajua kila kitu na una mtoto wewe. Una mtoto wewe. Unajua uchukue mtoto wewe. Nataka mtoto wangu. Sasa hivi nataka mtoto wangu. Sina mkataba na mtu yoyote. Na huu ni kopi tu ya mkataba. Kila kitu kipo. No, calm down. Sikiliza. Nesi. Nipe mtoto. Hilo liko nje ya uwezo wangu. Nipe mtoto wangu. Hao ni makubaliano ambayo uliingia. Sawa? Hebu tulia basi. Nataka mtoto wangu wewe umechukua. Sakina, unajua kila kitu na kila siku unakuja kliniki unajua kabisa nakwambia mtoto akishazaliwa atachukuliwa na unajua na mikataba ipo hapa. Sawa. Babake Rebeka alitaka kuniua. Unajua hicho? Unajua? Alitaka kuniua, ameridhika. Ningekufa na yule mtoto. Ningekufa naye tumboni. Ningekufa naye tumboni na wangemchukua na ninamtaka mtoto wangu. Yule mtoto ni wako wangu. Ni wako wangu mimi. Ningekufa naye. Wangechukua nini?